Hujambo na karibu katika chaneli ya Habari Leo. Leo tunaangazia habari kubwa inayotokea sasa hivi. Mimi ni mtangazaji wako Fatima Suleiman na hapa chini ni ripoti kamili ya kile kinachoendelea. Tusikilize kwa pamoja. Hatimaye timu ya taifa ya Senegal yatoa ubingwa michuano ya AFCON kwa kuwafunga wenyeji Morocco bao 1-0. Pape anaingia, anapiga mkwaju, gol! Dakika ya 3 ya extra time. Pape Gueye anaiandikia Senegal goli la kwanza. Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Muhammad. Karibu Nastea. Shukran Halima. Watu 21 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 100 kujeruhiwa baada ya treni mbili za mwendo kasi kugongana kusini mwa Hispania. Ajali hiyo ilitokea wakati treni iliyokuwa ikisafiri kutoka Malaga kwenda Madrid ilipoacha reli jirani na Andamuz katika eneo la Andalusia na kuvuka hadi reli nyingine ambako iligonga treni iliyokuwa ikipita upande wa pili. Waziri wa uchukuzi wa Hispania Oscar Porte alielezea tukio hilo kuwa zito sana. Tunajua kuwa kulikuwa na waathiriwa kwenye treni zote mbili. Tumeambiwa kuwa manusura wote na watu walioumia wamefanikiwa kutolewa kutoka kwenye mabaki ya moja ya treni hizo. Hata hivyo, waokoaji bado wanaendelea na shughuli za uokoaji kwenye treni nyingine. Wakati huo huo, huduma zote za treni kati ya nilipo sasa, Madrid na kusini mwa nchi zimesitishwa. Tunafahamu kuwa takriban watu 300 walikuwa wakisafiri kwenye treni hizo. Nchi 8 za Ulaya ambazo zimetishiwa kutozwa ushuru zaidi na rais wa Marekani Donald Trump kwa kupinga azma yake ya kuchukua udhibiti wa Greenland zimeonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha uhusiano mbaya. Hata hivyo, mataifa hayo yameonya kwamba watajadili hatua za kulipiza kisasi katika mpango wa Marekani kutaka kuchukua eneo la Greenland. Samba Tenzi na taarifa hii. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesisitiza mshikamano wao na Denmark pamoja na wananchi wa Greenland, eneo ambalo ni ardhi ya nchi ya Denmark. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Lars Løkke Rasmussen, ameonya kuwa vitisho hivyo kutoka kwa Marekani vinaweza kuhatarisha mustakabali wa muungano wa kijeshi wa kujihami wa NATO. Katika mazungumzo ya simu, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alimwambia Rais Trump kuwa kutoza ushuru wa shirika kwa sababu ya kutetea usalama wa pamoja wa wanachama wa NATO ni jambo lisilo sahihi. Rais Trump anadai kuwa Marekani inahitaji kuimiliki Greenland kwa sababu za kiusalama na kuilinda Greenland kutoka kwa China na Urusi. Jeshi la Marekani limewaagiza askari 1500 walioko kazini kujiandaa kwa uwezekano wa kupelekwa Minneapolis ambako kumekuwa na maandamano makali kupinga juhudi za kuwafukuza wahamiaji haramu. Hadi sasa hakuna uamuzi uliotolewa kuhusu iwapo wanajeshi wa kikosi cha anga Airborne Troops watapelekwa eneo hilo. Meya wa Minneapolis Jacob Frey amesema maafisa wa serikali ya shirikisho tayari wanafanya uvamizi aina ya kijeshi na kwamba hatua ya kuwapeleka wanajeshi itakuwa hatua ya kushtua sana. Hali imekuwa tete zaidi baada ya mwanamke mmoja wa eneo hilo kupigwa risasi na kuuawa na afisa wa idara ya uhamiaji mapema mwezi huu. Na hatimaye timu ya taifa ya soka ya Senegal imeomba radhi kwa kuondoka uwanjani kwa hasira wakati wa fainali ya soka ya kombe la mataifa ya Afrika. Baadaye timu hiyo ilirejea uwanjani na kunyakua kombe baada ya kuwashinda wenyeji Morocco kwa bao 1-0. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastea Muhammad. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kutusikiliza kupitia redio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio One Stereo jijini Dar es Salaam, Radio Free Africa kutoka jijini Mwanza na Abud FM ya Morogoro. Ukiwa nchini Kenya pia tunapatikana kupitia Nyota FM pamoja na Mwenedu FM. Nchini Uganda tunasikika kupitia Voice of Muhabura, Radio Kitara pamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika pia kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais Yoweri Museveni
rais aliyeongoza Uganda kwa muda mrefu, kwa mara nyingine tena ataweza kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo kwa kupata karibu 72% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Robert Chagulanya maarufu kama Bobi Wine ameyapinga matokeo hayo. Licha ya kampeni zake Rais Museveni kuahidi udhabiti wa kisiasa na ukuaji wa kiuchumi, wachambuzi wenyewe wameangazia tofauti miaka yake hiyo 5 atakayoiongoza. Samia Awami yuko mjini Kampala, Uganda, na ameshuhudia Yoweri Museveni akitangazwa mshindi katika nafasi hiyo aliyoikalia kwa takriban miaka 40 na akiwa sasa na umri wa miaka 81. The commission hereby declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda. Museveni alipothibitishwa rasmi muhula wake wa 7. Museveni amekubali matokeo yakiwa ni 71% ya kura zote zilizopigwa. Now I want to thank God for this victory. Napenda kumshukuru Mungu kwa ushindi huu na mingine yote ambayo tumekuwa tukiipata tangu miaka 50 iliyopita. Hata hivyo, anasema alitarajia angeshinda kwa kura nyingi zaidi. 10 million of my people did. Watu wangu milioni 10 hawakutoka kupiga kura. Wapinzani wangeaibika vibaya. Siku moja baada ya ushindi, wafuasi wake wamezunguka katika mitaa ya miji mikubwa kama hapa Kampala na kwingine wakishangilia ushindi wa kiongozi wao. Museveni juu, NRM mobilizer juu, NRM juu, Yoweri Kaguta juu. Now the election is good. We have finished. We are okay now. We are start to work. There is no problem. I'm happy, I'm not sad. Nina furaha, sina huzuni kwa sababu uchaguzi umeenda vizuri. Hakuna kupigana wala chochote kile. Bobi Wine ameyakataa matokeo ya uchaguzi huu na kuyaita batili na kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani. Hayo wanayoyaita matokeo na kuyatangaza ni batili. Hayaakisi kile kilichotokea katika vituo vya kupigia kura au yale yaliyoandikwa katika fomu za matokeo. Hadi hivi sasa lakini hakuna dalili za maandamano makubwa na labda ambayo yamesambaa nchini kote. Uganda inaonekana kuendelea kuwa ya amani isipokuwa sehemu chache na matukio machache ya mvutano kati ya askari polisi na wafuasi wa vyama vya upinzani. Ushindi huu wa Museveni utaendeleza hali iliyopo hivi sasa kwa maana ya mawazo na itikadi, lakini kwa chini kuna vijana ambao wamekataa kunyamaza na kubaki nyuma wakisubiri. Bobi Wine ni kiongozi wa siku za usoni, ndio maana nilimpigia kura. Wao wana swali moja ambalo ni rahisi lakini ni nyeti sana, kwamba lini uongozi wa nchi yao utafanana na nchi yenyewe hasa ambayo wanaishi. Taarifa ya Samia Awami. 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kutokea ajali iliyohusisha treni ya mwendo kasi kusini mwa Hispania, huku mamlaka nchini humo zikionya juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa idadi ya waliokufa. Nasia Mohamed na taarifa zaidi. Zaidi ya watu 30 wanaendelea kupokea matibabu hospitalini kutokana na majeraha makubwa, alisema waziri wa uchukuzi wa Uhispania Oscar Puente. Tukio hilo lilitokea karibu na mji wa Andamuz karibu na jiji la Cordoba wakati treni ya mwendo wa kasi iliyokuwa ikisafiri kutoka Malaga kwenda Madrid ilipotoka kwenye reli na kuvuka hadi njia nyingine, kulingana na msimamizi wa mtandao wa reli Adif. Baada ya kutoka kwenye reli, treni hiyo iligongana na treni nyingine iliyokuwa ikija kutoka Madrid kuelekea Huelva. Huduma za dharura za Andalusia zilisema kuwa angalau watu 73 kwa ujumla walijeruhiwa katika ajali hiyo. Chanzo rasmi cha tukio hilo bado hakijafahamika. Uchunguzi hautarajiwi kubaini kilichotokea kwa angalau mwezi mmoja. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema kuwa taifa hilo linapitia wakati mgumu kufuatia ajali hiyo. Irio ni kampuni binafsi ya reli iliyoendesha safari zake kutoka Malaga, ilisema kuwa takriban abiria 300 walikuwa ndani ya treni iliyotoka kwanza kwenye reli, huku treni nyingine iliyoendeshwa na kampuni ya Renfe ikiwa na takriban abiria 100. Meya wa Andamuz Rafael Moreno alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika eneo la ajali. Alielezea hali hiyo kama ndoto mbaya. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, wakala wa dharura wa Andalusia uliwahimiza manusura wa ajali hiyo kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba wako hai.
Wahudumu wa uokoaji walisema kuwa mabaki ya treni yaliyoharibika vibaya yalifanya iwe vigumu kuwaokoa manusura na kutoa mili. Nastea Mohamed. Hatimaye timu ya taifa ya Senegali imetoa ubingwa fainali za mataifa ya Afrika kwa kuwafunga wenyeji Moroko kwa 1-0. Ni mara ya pili kwa timu hiyo ya Afrika Magharibi kulitoa taji hilo baada ya kufanya hivyo mwaka 2022. Mchambuzi wa soka Yahya Njenga anaelezea ushindi huo wa Senegali pamoja na sintofahamu iliyojitokea katika mchezo huo. Walistahili Senegal kuwa mabingwa kwa mara ya pili, na nafikiri wana kikosi bora kwa sasa. Wana kikosi bora cha leo na wana kikosi bora kwa ajili ya kesho. Ukiangalia mchanganyiko uliopo kwenye kikosi chao ni mchanganyiko wa wachezaji wenye uzoefu na wachezaji wengine ambao vijana wanaokuja vizuri. Ukitazama kwenye kikosi cha Senegal ambacho kimetoa ubingwa, kulikuwa kuna takriban wachezaji 7 hivi ambao walicheza pia ile AFCON ya 2021 ambao Senegal pia alitoa ubingwa. Kwa hiyo inakupa picha ya namna ambavyo wamekuwa na kikosi ambacho kina muendelezo wa baadhi ya wachezaji wenye uzoefu, lakini pia kuna maingizo mapya, majina ya vijana wadogo ambao wanaonekana kuwa vizuri. Lakini jambo kubwa zaidi ni utulivu uliopo kwenye benchi la ufundi la Pape Thiaw. Nafikiri ni timu ambayo kiukweli walikuwa wana kila kitu wanafanya kwa ubora, timu ambayo inaonekana kinidhamu, ilikuwa iko vizuri. Kwa hiyo kwangu nawaona Senegal walikuwa wana aina ya timu ambayo ilistahili kutoa ubingwa, na pengine hata ukitathmini mechi zao zote ambazo wamecheza, hakuna mechi ambayo walionekana wamepata ushindi wowote wa mashaka. Kwa hiyo ni mabingwa ambao tunasema walistahili kutoa hili taji. Njenge, katika fainali hii kulitokea tukio ambalo lilileta sintofahamu. Senegali walitaka kugomea ile penati na baadhi ya wachezaji wakaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kocha akawa anawapeleka pia kule, lakini baadaye Sadio Mane akaenda akawarejesha. Hii inatoa taswira gani kwa mpira wa Afrika, na ilhali Moroko wameonekana wakilalamikiwa tangu awali kwamba wamekuwa wakibebwa? Nafikiri hakikuwa kitu kizuri. Matukio mawili ya mwishoni kuelekea dakika za mwisho, kwa maana ya dakika ya 90 ya mchezo, yametoa picha mbaya sana. Na utakumbuka tangu fainali hizi za AFCON zimeanza, kumekuwa kuna maneno mengi yakizungumzwa, haswa kuihusu timu ya taifa ya Moroko kuonekana kama ilikuwa ikipata faida zaidi mbele ya waamuzi kuliko timu nyingine. Nam ni mchambuzi Yahya Njenge huyo, kama alivyozungumza na Omar Mkambara. Tukiendelea na michezo sasa, ni wakati wake Florian Kaijage. Asante sana Halima Nyanza. Ni kwamba mwisho wa juma ulitawaliwa zaidi na kukamilika kwa fainali za taifa Afrika AFCON kama ulivyosikia, ambapo awali Senegal ndio mabingwa wapya wa Afrika baada ya kuwabwaga mwenyeji Morocco, na hivyo kuwa mara ya kwanza kwa mwenyeji kucheza fainali na kuishia kulikodolea tu macho kombe tangu Nigeria ilipokumbwa na hali hiyo mwaka 2000 dhidi ya Cameroon ikichapa kwa mkwaju ya penalti. Morocco haijatoa kombe hili sasa, imesubiri miaka 50 tangu mwaka 1976 na bado itaendelea kusubiri sasa. Kwingineko katika ligi kuu ya England, Aston Villa inayoshika nafasi ya 3 imeshindwa kutumia vema sare ya Arsenal ya 0-0 dhidi ya Nottingham Forest Jumamosi, na kichapo cha Manchester City cha 2-0 mbele ya Manchester United baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Everton. Ushindi huo ungeweza kupunguza pengo la alama dhidi ya Arsenal hadi alama 4 na pia kushika nafasi ya pili mbele ya Manchester City. Huko Hispania, vinalo wa ligi kuu ya nchi hiyo Barcelona wamekubali kichapo cha 2-1 mbele ya Real Sociedad waliocheza pungufu dakika za mwisho baada ya mchezaji wao Sola kutolewa nje kwa kadi nyekundu. Kwa matokeo hayo, Barcelona bado inaongoza kwa tofauti ya alama 1 mbele ya wababe wengine Real Madrid walioshinda 1-0 dhidi ya Alaves. Na mchezaji tennis nambari 1 kwa ubora nchini Uingereza kwa wanawake Emma Raducanu anaweza kuwa bingwa wa taji kubwa baada ya kuongoza katika raundi ya kwanza katika Australia Open dhidi ya mchezaji wa kutoka Thailand anaitwa Mananchaya Sawankev, lakini ilibidi kusubiri sana kabla kushinda huo mchezo wa raundi ya kwanza katika hiyo Australian Open. Hizo ndo kwa ufupi tu za michezo asubuhi hii kwako Halima Nyanza. Na kwa ufupi tu, ulitarajia Morocco itashindwa? Matarajio makubwa ilikuwa ni kwamba Morocco ingeweza kupata ushindi kwa sababu ya amsha ya uwenyeji, lakini pia ni kikosi bora. Usisahau pamoja na uwenyeji ndio timu bora kwa Afrika katika viwango duniani, ikifuatiwa na Senegal inashika nafasi ya 19, lakini kwa hali ya jana hali ilikuwa ni nzito. Shukrani sana Florian Kaijage.
Hiyo ndio habari kwa sasa. Je, maoni yako ni gani kuhusu jambo hili? Tafadhali acha maoni yako hapo chini kwenye comment. Na usisahau kusubscribe ili usipitwe na habari zingine kila siku. Asante na kwaheri kwa sasa.